Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Türkçe dersi Swahili. Tunajifunza Kituruki kwa Kiswahili, sawa eh? Bado tunaendelea, tuliishia pale tulipoishia, kama unakumbuka. Mnaofuatilia vizuri na mlio makini mtakumbuka. Sasa leo nilisema umuhimu wa kutuliza fuvu unahitajika, kwa maana ya leo ndio tulikuwa tunazigawanya hizi set. Hapa anaelewa, asielewa hajaelewa, sawa eh? Tulizungumza kuhusu unsuzler haflere, sawa eh? Herufi za unsuz tukasema hizi tulizisoma kwa pamoja, ambazo tulikuwa tunasema ndo consonant, sawa. Na kama mnakumbuka, niliwaambia kuweni makini sana na kuanzia hapa tulipoanza, kwa sababu lugha ndo inaanzia nilikuwa na maanisha. Kwa hiyo kama ulinipuuzia, endelea kunipuuzia, kwa sababu hauna faida nacho unachotaka kujifunza. Lakini kama una faida nacho, nilisema hapa ni sehemu ambayo itakuwa utulize fuvu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa kwenye unsuzler ni consonant, na kwenye consonant ndo kuna kitu kinaitwa consonant mutations, na bila mutations lugha ya Kituruki haipo. Na ndio maana nilisisitiza huku muwe makini. Huku ndo kuna kutengeneza maneno, huku ndo kuna drop maneno. Maneno mengi hubadilika kutokana na mfumo wa hivi vitu viwili. Vya kwanza ni unlu, sawa eh, ambayo ufanyaji kazi wake unaitwa unlu uyum. Wa pili ni hizi consonant, ufanyaji wake wa consonant mutation na ufanyaji wake. Kwa Kiingereza ni consonant mutation. Kwa Kiswahili na kwa Kituruki inaitwa unsuzler harfler, kwa maana ya herufi, sawa eh. Hizi unsuz ni herufi ambazo zinakuwa zinaongozwa na sauti, na ndio maana kuna kitu hicho tulichozungumzia kuhusu mutations. Hizi zinaongeza, hii ni mfumo wa phonetic, sawa eh. Phonetic ndio mfumo wake. Hii kivipi? Kwa sababu kuna baadhi ya maneno ya Kituruki yakiwa kwenye mfumo wa kuzungumzwa huwa yanasumbua matamshi. Kwa hiyo wataalamu wa lugha wenyewe wakaamua kuunda hichi kitu, na ndicho ambacho kimesaidia mpaka leo. Unaona kuna baadhi ya maneno yanaweza yakafanyaje, yakatamkika. Mwanzoni wa kipindi kabisa tunaanza kusoma, nilieleza kuwa Türkçe dil, yani kwa maana ya lugha ya Kituruki ni lugha ambayo imeungwa, yani ni lugha ambayo imeungwa, yani hakuna neno fasaha linalojitegemea. Maneno ya Kituruki yote ili kuleta tafsiri ama maana huwa yamechukuliwa